Kwenye maisha kuna wakati watu tunakutana na watu ambao ni wagumu sana kuishi nao. Na watu wapo kwenye kila eneo la maisha. Wapo kwenye kazi, wapo kwenye biashara, wapo kwenye ndoa, wapo kwenye jamii zetu. Sasa hili uweze kuishi na hawa watu vizuri, kuna maeneo inabidi ujifunze tu kuishi nao, na sio kwa faida yao bali ni kwa faida yako, kwa sababu kuna wakati unaweza ukajaribu kupambana nao lakini mwisho wa siku utakayeumia ni wewe. Ukisoma Biblia kuna mtu anaitwa Abigail na tunaambiwa mume wake alikuwa anaitwa Nabali, na Biblia inasema ya kwamba huyu mume wake alikuwa ni mpumbavu, na tunaona ni mtu ambaye alikuwa anashindwa hata kuhusiana na wajakazi wake. Lakini tunamwona Abigail hata alipopata habari ya kwamba Daudi anataka kuteketeza nyumba yake, hatumuoni akienda kuhangaika na Nabali, bali tunaona akitafuta solution. Na hata baada ya kumalizana na Daudi, Biblia inasema aliporudi nyumbani akamkuta Nabali amelewa, hatumuoni akimsemesha. Kwa hiyo hii ni kutuonyesha Abigail alijifunza namna gani ya kuishi na Nabali. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza kuishi nao kwa ajili ya amani yako, kwa sababu kuna wengine kwanza hawaamini kama wao wanakoseaga. Kuna wengine wanaamini kwamba anachokisema yeye ndio inabidi kiwe. Kwa hiyo ukikutana na watu kama hao kwenye jamii, kwenye kazi, kwenye ndoa, kwa ajili ya amani yako, kwa ajili ya kuprotect moyo wako, ni muhimu sana kujifunza kuishi nao.